Urusi imeingia katika hatua mpya ya mpango wake wa silaha ya kimkakati ya chini ya bahari baada ya manowari ya nyuklia ya Project 09851 Khabarovsk kuonekana ikiondoka katika eneo la Severodvinsk tarehe 17 Agosti mwaka huu kwa ajili ya majaribio ya baharini. Taarifa za sasa zinaonyesha kuwa hii ni hatua ya kwanza ya Factory Sea Trials, si udhibitisho kwamba manowari hiyo tayari imeingia rasmi katika huduma ya kivita. Khabarovsk ni muhimu kwa sababu haikuwa manowari ya kawaida iliyobadilishwa baadaye kubeba Poseidon. Iliundwa tangu mwanzo ikiwa na jukumu la kubeba mifumo ya chini ya bahari ya aina hiyo. Vyanzo vya kijeshi vinakadiria kuwa inaweza kubeba hadi Poseidon 6, ingawa Urusi haijaweka hadharani maelezo yote ya uwezo wake. Poseidon, inayojulikana pia kama 2M39, si kombora la kawaida. Ni chombo cha chini ya bahari kinachojiendesha chenyewe, kinachotumia nguvu ya nyuklia na kinachodaiwa kuwa na uwezo wa kubeba kichwa cha kivita cha nyuklia. Mfumo wa kawaida wa Marekani wa ulinzi dhidi ya makombora umejengwa kwa kiasi kikubwa kujaribu kugundua na kuzuia vitisho vinavyokuja kutokea angani, huku kwa upande mwingine Poseidon imeundwa kutumia mazingira ya bahari kama njia yake ya kufikia lengo. Tathmini ya IISS inaonyesha kuwa vipimo na kasi zinazodaiwa kuhusu Poseidon hazijathibitishwa kikamilifu na baadhi ya madai ya Urusi yanapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Hata hivyo, dhana yenyewe, chombo cha masafa marefu kinachojiendesha chini ya bahari, inaleta tatizo tofauti kabisa la ulinzi. Urusi tayari na Belgorod, manowari iliyotengenezwa kutoka kwenye Oscar II na kukabidhiwa kwa jeshi la wanamaji mwaka 2022, ambayo imehusishwa na kubeba Poseidon. Lakini Khabarovsk ina tofauti kubwa. Imeundwa mahususi kwa jukumu hilo. Kwa hiyo, hatua ya tarehe 17 Agosti haimaanishi kwamba Urusi imepata silaha mpya tu. Inaonyesha kwamba Moscow inakaribia kuwa na mfumo mzima wa usafirishaji wa silaha za kimkakati chini ya bahari, kuanzia manowari ya kubeba silaha hadi chombo kinachoweza kusafiri chini ya bahari kuelekea eneo la lengo. Sasa swali kubwa ni kama Marekani inaweza kuzuia silaha hii. Jibu fupi ni kwamba inawezekana kinadharia, lakini hakuna ushahidi wa umma unaoonyesha kwamba Marekani ina mfumo wa uhakika wa kuzuia Poseidon baada ya kuzinduliwa. Marekani ina uwezo mkubwa sana wa anti-submarine warfare, yaani kutafuta, kugundua na kufuatilia manowari chini ya bahari. Ndege ya P-8A kwa mfano imeundwa mahususi kwa kazi za upelelezi na vita dhidi ya manowari, ikiwa na mifumo ya sonar na sonobuoys zinazoweza kusikiliza na kuchunguza shughuli chini ya maji. Lakini kugundua kitu chini ya bahari si sawa na kukizuia. Hapo ndipo Poseidon inaweza kuwa tatizo kubwa zaidi. Njia ya kwanza ambayo inapaswa kufuatwa ni kuzuia Khabarovsk kabla haijazinduliwa. Kwa mtazamo wa kimkakati, hii ndio njia muhimu zaidi. Badala ya kusubiri Poseidon itoke ndani ya bahari, Marekani na washirika wake wanaweza kujaribu kuifuatilia Khabarovsk yenyewe. Hii ni kazi ya kawaida ya vita vya manowari. Ndege za anti-submarine warfare, manowari za kushambulia, meli zenye sona na mifumo mbalimbali ya ufuatiliaji wa bahari zinaweza kutumika kutafuta na kufuatilia manowari. Jeshi la Marekani tayari linaendesha mtandao mpana wa uwezo wa ASW, ukiunganisha ndege, meli, manowari na mifumo ya ufuatiliaji chini ya bahari. Lakini kuna tatizo moja kubwa. Bahari ni kubwa sana. Kufuatilia manowari moja kwa muda mfupi ni jambo moja. Kudumisha continuous track ya manowari ya nyuklia inaweza kusafiri kwa muda mrefu katika eneo kubwa la bahari, na inakuwa ni changamoto nyingine kabisa. Kwa hiyo, Khabarovsk inaweza kuwa na thamani ya kimkakati hata kabla haijarusha Poseidon, kwa sababu kulazimisha Marekani kutumia rasilimali nyingi kuitafuta kunaweza kuwa sehemu ya mchezo wa kimkakati wa Urusi. Njia ya pili ni kuigundua Poseidon baada ya kuzinduliwa. Na hapa ndipo mambo yanakuwa magumu zaidi. Mifumo ya Marekani ya ASW, anti-submarine warfare, inaweza kutumia sonar na sonobuoys kutafuta na kufuatilia malengo ya chini ya maji. NAVAIR inaeleza kuwa sonobuoys hutumika kusambaza taarifa za sauti zinazohusishwa na meli na manowari kwa mifumo ya uchakataji wa taarifa. Lakini Poseidon si manowari kubwa yenye wafanyakazi wanaofanya maamuzi. Ni chombo kidogo zaidi kinachojiendesha, na njia yake ya kusafiri inaweza kuwa tofauti na njia ambayo mfumo wa ulinzi wa kawaida ungetarajia. Hivyo mlolongo ungekuwa kugundua, kutambua,
kufuatilia, kupata nafasi sahihi na kujaribu kuizuia. Kila hatua inaweza kuwa tatizo lake. Ukigundua tu kuna kitu chini ya bahari lakini huwezi kujua kwa uhakika kama ni Poseidon, manowari nyingine au kelele ya kawaida ya bahari, huwezi kuingia moja kwa moja katika hatua ya mwisho. Kwa hivyo swali linakuja, je, torpedo inaweza kuiharibu? Kimsingi, silaha za ASW kama torpedoes zimeundwa kushambulia malengo chini ya bahari. P8A yenyewe ina uwezo wa kubeba torpedoes na mfumo wa Marekani wa ASW umeundwa kutengeneza mnyororo wa kugundua, kufuatilia na kushambulia malengo ya chini ya bahari. Lakini hakuna taarifa za wazi za umma zinazothibitisha kwamba mfumo fulani wa Marekani umejaribiwa dhidi ya Poseidon halisi na kuthibitisha kwamba unaweza kuiharibu kwa uhakika mkubwa. Hii ni tofauti kati ya kusema Marekani na silaha za chini ya bahari na kusema Marekani ina uwezo wa kuzuia Poseidon. Hatuwezi kuchanganya mambo hayo mawili. Tatizo la kina na mazingira ya bahari. Bahari yenyewe ni mfumo mgumu sana wa kijeshi. Joto la maji, chumvi, shinikizo, tabaka za maji na kelele za viumbe na meli vinaweza kuathiri jinsi mawimbi ya sona yanavyosafiri. Jeshi la Marekani lina mifumo ya active na passive sonar, gripping sonar, sonobuoys na mifumo mingine ya ASW inayotumika kutafuta na kufuatilia malengo ya chini ya bahari. Lakini hakuna sona inayofanya bahari nzima iwe kama eneo lenye kamera. Hii ndiyo sababu vita dhidi ya manowari mara nyingi ni mchezo wa kutafuta sindano kwenye bahari, si suala la kuona kitu mara moja kwenye rada. Sasa swali linakuja, je, Poseidon kweli haiwezi kuzuilika? Jibu ni hapana. Ni kupindukia kusema kwamba Poseidon ni silaha isiyoweza kuzuiwa. Hakuna mfumo wa silaha unaopaswa kuchukuliwa kuwa hauwezi kushindwa bila ushahidi wa majaribio. Changamoto ni kwamba hakuna udhibitisho wa wazi wa umma wa interceptor maalum uliothibitishwa dhidi ya Poseidon. Kwa hiyo, uwezekano mkubwa wa Marekani kukabiliana nayo unatokana na kujenga tabaka za uwezo wa chini ya bahari, yaani ufuatiliaji wa manowari za Urusi, kugundua Khabarovsk kabla ya uzinduzi inapowezekana, kuendeleza uwezo wa ASW na kutengeneza mifumo ya sensi inayoweza kufuatilia magari ya chini ya bahari yasiyo na rubani. Marekani tayari inaendelea kuboresha uwezo wake wa P8A. Toleo la Increment 3 Block 2 limeongezewa mifumo ya sensa, uchakataji wa taarifa, mawasiliano na uwezo wa ASW. Lakini kuna jambo moja muhimu zaidi kuliko intercepting. Poseidon haibadilishi kabisa usawa wa nyuklia kama vile baadhi ya propaganda zinavyodai. Sababu ni kwamba Marekani na Urusi tayari zina uwezo mkubwa wa second strike nuclear capability kupitia manowari za ballistic missiles, makombora ya ardhini na ndege za kimkakati. Kwa hiyo, hata kama Poseidon ingekuwa ngumu sana kuzuia, bado haiwezi kufanya silaha zote za Marekani ziwe hazina maana. Kazi yake kubwa ni kuongeza njia nyingine ya kufikisha silaha za nyuklia na kulazimisha mpinzani kufikiria kuhusu mwelekeo wa tishio ambao si wa kawaida. Kwa maneno mengine, Moscow inajaribu kufanya tatizo la ulinzi wa Marekani liwe kubwa zaidi. Ikiwa Khabarovsk itaingia rasmi katika huduma baada ya kukamilisha majaribio ya kiwanda na majaribio ya serikali, basi inaweza kuipa Urusi jukwaa maalum zaidi la kupeleka Poseidon. Lakini bado kuna hatua nyingi kati ya imeanza SEAL trials na iko tayari kwa operesheni ya kivita. Majaribio lazima yadhibitishe uwezo wa manowari yenyewe, mifumo yake ya kuendesha, mawasiliano, usalama, uzinduzi na hatimaye muunganiko wake na silaha inayokusudiwa kubebwa. Kwa hiyo, picha ya Khabarovsk baharini ni muhimu, lakini haipaswi kutafsiriwa kama ushahidi kwamba mfumo mzima tayari umefika uwezo wake wa juu uliodaiwa. Kwa hivyo swali la kwamba je, Marekani inaweza kuzuia Poseidon? Jibu la kitaalamu zaidi ni kwamba Marekani ina uwezo mkubwa wa kuendesha vita dhidi ya manowari na ina mifumo inayoweza kutafuta na kufuatilia malengo ya chini ya bahari. Lakini hakuna ushahidi wa wazi wa umma unaothibitisha kwamba Marekani ina uwezo wa uhakika wa kuzuia Poseidon baada ya kuzinduliwa. Na ndio maana hatua muhimu zaidi inaweza kuwa kabla ya uzinduzi huo. Ikiwa Khabarovsk inaweza kufuatiliwa na kuzuia kabla ya kufikia eneo la uzinduzi, tatizo linakuwa la kawaida zaidi la anti-submarine warfare. Lakini ikiwa Poseidon tayari imezinduliwa, Marekani italazimika kushughulika na tatizo jipya kabisa: kutafuta chombo cha kujitegemea kinachotumia nguvu ya nyuklia, kinachotembea chini ya bahari na kinachoweza kubeba silaha za nyuklia. Hivyo, Khabarovsk haimaanishi kwamba Urusi imepata silaha isiyoshindikana. Inamaanisha kwamba Moscow
imeongeza mhimili mwingine wa mashambulizi ya kimkakati, na Washington italazimika kuwekeza zaidi katika ufuatiliaji na vita vya chini ya bahari ili kupunguza hatari hiyo. Na jambo la muhimu zaidi ni hili: Poseidon bado haijathibitisha hadharani kila moja ya madai yanayofanywa kuhusu kasi, kina, masafa na uwezo wake wa kupenya ulinzi. Ndio maana uwezo wake halisi unapaswa kutenganishwa na propaganda za pande zote mbili.